Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya kijeshi ya Irani yaliyoko katika kisiwa cha Kargi, tukio ambalo linaendelea kuzua taharuki kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza kupitia taarifa rasmi, Trump amesema operesheni hiyo ilifanywa na vikosi vya United States Central Command, maarufu kama kamandi kuu ya jeshi la Marekani. Kwa mujibu wa rais huyo, mashambulizi hayo yalikuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi ya mabomu kuwahi kufanywa katika historia ya hivi karibuni ya Mashariki ya Kati. Trump alieleza kuwa vikosi vya Marekani vililenga moja kwa moja maeneo ya kijeshi yaliyopo katika kisiwa cha Kargi, ambacho ni kisiwa muhimu sana kwa shughuli za Irani, hasa katika usafirishaji wa mafuta kwenda mataifa mbalimbali duniani. Katika maelezo yake, Trump alidai kuwa mashambulizi hayo yaliweza kuharibu kikamilifu malengo yote ya kijeshi yaliyokuwa yamekusudiwa katika operesheni hiyo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Marekani ilichukua tahadhari kubwa kuhakikisha kuwa miundombinu ya mafuta iliyopo katika kisiwa hicho haishambuliwi. Rais huyo alisema uamuzi wa kutoishambulia miundombinu ya mafuta ulifanywa kwa makusudi ili kuepusha athari kubwa kwa uchumi wa dunia na pia kulinda usalama wa usafirishaji wa mafuta katika ukanda huo muhimu wa bahari. Hata hivyo, Trump alitoa onyo kali akisema kuwa endapo Irani au mtu yeyote atajaribu kuingilia uhuru wa usalama wa usafirishaji wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, basi Marekani italazimika kufikiria upya uamuzi wake wa kuacha miundombinu ya mafuta bila kushambuliwa. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo meli nyingi za mafuta hupita kila siku kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Kwa sababu hiyo, tukio lolote la kijeshi katika eneo hilo linaweza kuathiri moja kwa moja uchumi wa kimataifa. Katika ujumbe wake, Trump pia alitoa wito kwa serikali ya Irani kuweka chini silaha na kujaribu kutafuta njia ya kupunguza mvutano uliopo. Alisema hatua hiyo inaweza kusaidia kuzuia kuongezeka kwa vita na kulinda kile alichokiita mabaki ya udhibiti wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, taarifa kutoka vyombo vya habari vya Irani zinaonyesha picha tofauti kidogo kuhusu matokeo ya mashambulizi hayo. Shirika la habari la Irani la Fars lilinukuu vyanzo vya eneo hilo limeripoti kuwa moshi mzito ulionekana ukipanda kutoka maeneo kadhaa ya kisiwa cha Kargi muda mfupi baada ya mashambulizi hayo kuweza kufanyika. Kwa mujibu wa ripoti hizo, zaidi ya milipuko 15 ilisikika katika maeneo mbalimbali ya kisiwa hicho wakati mashambulizi yalipokuwa yanaendelea. Hata hivyo, vyanzo vimedai kuwa pamoja na milipuko hiyo, miundombinu ya mafuta haikuharibiwa na shughuli katika baadhi ya maeneo ya kisiwa zinaendelea chini ya ulinzi wa vikosi vya jeshi la Irani. Maafisa wa Irani hawajatoa tathmini karibu ya kiwango cha uharibifu uliotokea, lakini wameeleza kuwa vikosi vyao bado vinaendelea kulinda kisiwa hicho na kuhakikisha shughuli zake hazisimami. Tukio hili limekuja siku moja tu baada ya spika wa bunge la Irani kuonya kuwa mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi ya maeneo muhimu ya Irani yanaweza kusababisha hatua kali ya kulipiza kisasi kutoka kwa taifa hilo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa kisiwa cha Kargi kina umuhimu mkubwa sana kwa Irani kwa sababu kinahusishwa moja kwa moja na usafirishaji wa mafuta yake kwenda nchi za nje. Kabla ya tukio hili, Rais Donald Trump alikuwa ameulizwa katika mahojiano na kituo cha redio cha Fox News kuhusu uwezekano wa Marekani kulenga kisiwa hicho kutokana na nafasi yake katika biashara ya mafuta ya Irani. Katika mahojiano hayo yaliyofanyika siku ya Alhamisi, Trump alionekana kuepuka kutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu mpango wa kushambulia kisiwa hicho, jambo ambalo limewafanya wachambuzi wengi kushangazwa na hatua ya mashambulizi yaliyotekelezwa hivi karibuni. Mvutano kati ya Marekani na Irani unaendelea kuongezeka katika kipindi cha hivi karibuni, huku kila upande ukitoa kauli kali na kuonya kuhusu
uwezekano wa hatua kali za kijeshi. Hadi sasa jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hili, huku hofu ikiongezeka kwamba hatua yoyote ya kulipiza kisasi inaweza kuongeza zaidi hatari ya mgogoro mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika hatua ambazo Iran itachukua kufuatia mashambulizi hayo, pamoja na jinsi Marekani itakavyojibu iwapo mvutano utaendelea kuongezeka. Hili ni tukio ambalo linaweza kuwa na athari si tu kwa usalama wa kikanda, bali pia kwa uchumi wa dunia unaotegemea sana usafirishaji wa mafuta kupitia eneo hilo muhimu la bahari la mlango wa Hormuz. Mpaka hapa napofikia tamati, ni kusihi endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media. Kama ni mara yako ya kwanza kuambatana nasi, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.